Mnamo siku ya Ijumaa tarehe 11 katika barabara ya Engo, mtaa Mombasa, maeneo ya Kisimani, kijana mmoja anayejulikana kama Salim alipigwa kwa kuchomwa moto hadi kufariki na wananchi wenye hasira kali. Hii ni kutokana na yeye kukutwa na toyo ambayo ilikuwa inasadikika kuwa ni toyo ya wizi. Lakini kabla ya Salim kufariki, Ezawai wake alikuwa anafanya kazi ya kuendesha toyo katika soko la Samunge, na tumefika katika eneo hilo ambalo alikuwa anapaki toyo Ezawai wake, tukitaka kufahamu wenzake wanamzungumzia Salimu alikuwa ni mtu wa aina gani. Wamezungumza mengi zaidi ya mengi, karibu hawa hapo wasikilize. Kwa jina naitwa Goodluck Elias Molel. Nilipata taarifa za msiba kuhusu ndugu wangu Baharia amefariki hapo chini. Salimu. Kwa jina tunamjua hata ni kwa jina tunalomjua, si kwa jina la Baharia, na kwa jina lingine tukaja kusikia anaitwa Salimu. Tulipata taarifa za msiba kwamba ameshikwa na mabodaboda akapigwa katika mtaa gani hapo chini hivi Mombasa hapo amevamiwa akapigwa akikutwa akiwa anatengeneza chombo cha moto. Atuhumiwa kwa tuhuma kwamba yeye ni mwizi wa kuiba pikipiki, lakini kumbe yeye sio mwizi, ni kijana wetu ambao tunapambana naye hapa kila siku, tuko naye hapa maskani, tunafanya naye kazi, ni mtafutaji tu. Kwa hiyo yani ile pikipiki alikuwa amepata tu katika njia yake halali, akaisiwa kwamba ni mwizi na sio mwizi. Ndio hayo tu mimi nilionayo. Unamzungumzaje Salim? Kiujumla bwana Salimu mimi namjua, ni rafiki yangu mkubwa sana. Tumekaa naye hapa kijiweni, anaingia hapa kijiweni anafanya kazi zake ya bodaboda. Hajawahi kuwa na udokozi wa mtu, hakunaga mtu ambaye ameshawahi kumfanyia chochote baya, na hatujawahi kusikia sifa yake mbaya kwa kweli. Kiujumla ni rafiki yetu kiujumla, maana tunakaa naye, tunapendana, hatujawahi kusikia sifa yake mbaya yoyote. Sifa yoyote mbaya hatujawahi kusikia kwake juu yake. Kiukweli kiujumla ni rafiki yetu, ni kwamba ni mshangao sisi tulivyosikia kwamba eti amechomwa kwa ajili ya pikipiki, lakini hakuwa na hiyo tabia. Sisi kwa jinsi sisi ndugu zake, rafiki zake tunavyomjua, hakuwa na hiyo tabia yoyote yani hiyo. Nchi wameamua kupaniki, na ni kitu ambacho wameshindwa kumsikiliza kwa jinsi kujieleza yani, kwa kuwa wananchi wanachukulia sheria mkononi vibaya, kwa sababu pale yule binadamu alikuwa anahitaji kujieleza, na tunavyosikia kwa maelezo alikuwa anataka kujieleza, lakini wananchi wakawa wamejishukulia sheria haraka wakafanya vile wanavyoamua wao. Kwa kuwa na serikali kweli tusaidie. Unajua ndio maana sheria ipo ili binadamu ndio maana sheria ipo ili ichukue mkono wake, yani binadamu mtu akishikwa kama na tatizo lolote apelekwe katika mikono ya sheria. Ndio maana sheria ipo. Kwa yani tunaomba tu serikali tusaidie katika njia 1, 2 na 3 wa kusema kwamba inatakiwa yani wananchi waache kujichukulia sheria mkononi kiujumla. Je, alikuwa ni mtu aina gani akiwa hapa kijiweni? Alikuwa ni mstaarabu, mfanyakazi, mchapakazi, yuko makini katika kazi zake, anafanya kazi zake kiusahihi. Hajachukua hata kitu cha mtu maeneo hapa mkiwa mmekaa akachukua labda hata simu yako au chochote? Hamna, hajawahi. Ana tabia ya udokozi kabisa. Ni mtu ambaye anapambana, mfanyakazi, anafanya kazi zake. Hata wenzake wanamkubali hapo, wanamjua vijana wenzake. Abiria wenyewe wanampenda kwa sababu ni kijana ambao ni mcheshi, ni mchangamkaji, anachapa kazi vizuri. Ni mwanaharakati. Naitwa Shafi Kibendo. Bwana Salimu alikuwa ni mtu wetu, ni ndugu yetu kwanza. Maana mimi ni Msamba mwenza. Na juzi tu aliniaga anaenda kumsalimia na akasikia akaenda mpaka kwao nyumbani, anakaa Mlola kule. Mimi wa huko Korogwe, si ndio? Lakini ni ndugu ya ameenda akamsalimia mama yake, baba yake, akarudi na akaachia familia. Alafu eti mwisho wa siku tumefika eti mjini tunaambiwa Salimu kafa. Bado tuna uchungu, ndio maana hata siwezi kuzungumzia sana. Kama mwanaume yani ndio hivyo bana. Alafu hakuwa na tabia ya wizi wala tujapata yeye ni yake mbaya kwamba ushesikiaga karibu kitu wa mtu. Yupo tu anapambana. Yani hata ukisema hata kwenye swala la mchango mama alikuwa anajiongeza. Yani ukiabilia wanaokuja hapa wanamkimbilia Baharia mpaka kuna mwingine anamsubiria. Lakini hiyo Salimu Musa ni jina la kuzaliwa kama mimi. Kwa ule mshikaji hapo na kwere wote. Kwa jina naitwa Gabriel Agustino, ni Kibega hapo Samunge. Msela wetu kama anavyojulikana kwa jina la Salimu au Baharia, tunamjua hapo kazini.
anapigia kazi yake ya bodaboda. Hatujasikia CV yoyote mbaya kwake, wala hatujasikia amechukua cha mtu wala kudhulumu. Ila siku hiyo ya Jumaa ndo tukapata taarifa jamaa ameshikwa huko chini, akawa na tuhuma ya bodaboda. Hiyo bodaboda yeye alipoitoa sasa ikawa ngumu, na wananchi wenye hasira kali wakaamua kuchukua sheria mkononi bila kumsikiliza, wakamwahi yeye, wakamzimisha. Sasa ukweli na kuwa hatuwezi kujua uko wapi, yeye ndo amefanya hicho tukio au wananchi wamemwahisha yeye. Naomba kwa wananchi na serikali kwa ujumla tuwe tunamsikiliza mtu, na anapotoa hoja zake tuweze kuzifuatilia na kuzijua ni kweli au ni uongo, kuliko hii tunawaishana tunazimishana. Kwa hiyo unakuta unamzimisha mtu na hana haki, unakuta pikipiki kapewa labda raundi uongo, ile aliyoiba yeye ndo anajua, akampa raundi yeye kwa sababu iko kijiweni kwamba wewe endelea nayo. Kosa hatukujua ukweli kama yeye ameiba hiyo toyo au amepewa, maana yeye alisema kuna mtu amempa. Majina naitwa James Derema, akiwa ni mfanyabiashara wa hapa Samunge. Tunamzungumzia tunavyomjua Baharia, sisi tunamjua kwa jina la Baharia, Salimu. Salimu alikuwa ni kijana mwenzetu anaendesha tu toyo hapa hivi. Alikuwa ana shida, tumeshangaa sana kusikia ameshikwa na wananchi wakachukua sheria wakamchoma. Lakini kitu tu mimi nasi tu wananchi wangemsikiliza, wasingechukua sheria mkononi ili wajie hatimaye ile pikipiki ni nini. Kwa mama kuchukua sheria mkononi na kumuua. Kwa wangemsikiliza, wangepata mwafaka wa ile pikipiki. Tunavyomjua alikuwa na tabia ya wizi. Lakini yule alikuwa na tabia hiyo. Nile labda ameachwa shanta ya pikipiki ikamletea matatizo. Kwa ile wananchi wangesikiliza, wangejua ile pikipiki imetoka wapi, ingeweza kufahamika. Lakini wananchi wakaamua kuchukua sheria mkononi. Kitu cha kusitu mimi ningesii jeshi la polisi liweze kutuliza wananchi wanaochukua sheria mkononi na wachukuliwe hatua.